Jambo la 5, ni wakati sahihi wa nchi yetu kuwa na baraza la vijana la taifa ili waweze kukaa kutatua masuala yao na kupeleka mapendekezo kwa serikali kuyafanyia kazi. Mapendekezo ya vijana yaweze kufanyiwa ufumbuzi. Ndugu zangu, mnakumbuka mwaka 2021 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuja Mwanza, akaahidi atafanya haraka iwezekanavyo kuanzisha mchakato wa baraza la vijana la taifa. Baraza la vijana la taifa ni chombo huru ambacho kinakusanya makundi yote ya vijana. Vijana wanaweza kukaa wakajadiliana na wakapanga mambo yao, na watu pekee wenye jukumu la kuhakikisha huu mchakato unakamilika ni serikali ya Rais Samia kupitia waziri mkuu, ambaye huyo wizara ya vijana iko ndani yake. Lakini mpaka leo ni miaka 4 sasa, baraza la vijana la taifa halijaanzishwa. Maoni ya vijana, mapendekezo ya vijana, kero za vijana bado haziwezi kukusanywa zikawakilishwa kwa serikali. Tunaona hata wawakilishi wetu bado hawaendi kusemea masuala yanayogusa vijana. Ndio maana utasikia waziri mkuu anatoa kauli kama hizi kwamba vijana waliomaliza degree waende VETA. Ni kwa sababu hawachukui maoni ya vijana walioko mitaani. Hawajui ni kwa kiasi gani vijana walioko mitaani wanataabika. Ni wakati sahihi wa kuhimiza serikali ya Rais Samia kuanzisha baraza la vijana la taifa, ili vijana wa nchi hii, bila kujali itikadi zetu za vyama, tuwe na uwezo wa kukutana, kupanga mambo mbalimbali na mipango mbalimbali, kupeleka serikali kama mapendekezo, ili vijana tuweze kujipangia mipango inayoweza kutekelezeka na inayoweza kujibu matatizo na kero zetu kama vijana. Kuna siku moja nilikuwa kwenye kipindi cha television, nikakutana na mjadala wa vijana wa nchi ya Uganda, Burundi, Kenya na Rwanda. Hawa vijana wanajadiliana kwa sababu nchi zao zinatambua uwepo wa mabaraza ya vijana ya taifa. Yaani vijana wakiwa na changamoto, maoni yao yanapelekwa moja kwa moja kwa serikali. Wanakusanya vijana wenyewe, wanapeleka kwa serikali, serikali inayofanyia kazi. Hapa kwetu leo, vijana wakiwa na changamoto watasemewa tu kupitia majukwaa ya vyama vya siasa kama tulivyowaita sasa. Lakini hakuna jukwaa maalum ambalo linaweza kukusanya maoni ya vijana na yakafanywa kazi. Kwa hiyo tunaitaka serikali ianzishe baraza la vijana la taifa, ili vijana tukutane, tujadiliane, tupange masuala mbalimbali yanayohusu maisha yetu. Kama mnaona kuna watu wanaitwa NETO, wanaamua kuanzisha kikundi chao ambacho wanajadiliana hatima yao ya kupata kazi, kwa sababu hakuna platform maalum ambayo vijana wanaweza kuzungumza mambo yao. Ni wajibu wa serikali kufanya haya mambo. Ukifuatilia nchi yetu, vijana wako nyuma sana kwa sababu ya serikali haioni vipaumbele vya kuwasaidia vijana. Lazima serikali yetu iweze kutafsiri uchumi na maisha ya vijana, uchumi na maisha ya Watanzania. Tukiwa na serikali ambayo inaweza kutafsiri maisha ya Watanzania na uchumi wao, tunaweza kufika mbali kama taifa. Mwisho, huyu kijana anayemaliza VETA, anayeambiwa akasome VETA, akimaliza VETA, akitaka afungue kampuni au afungue kiwanda, inamhitaji process ya zaidi ya miezi 6 mpaka mwaka kuanzisha kiwanda. Ataambiwa aende SIDO, ataambiwa aende BRELA, ataambiwa aambatanishe transactions tu za milioni 10 na ngapi ili aweze kufungua kiwanda. Huyu ni kijana ambaye amemaliza tu chuo, hana fedha, hana mtaji, anataka kufungua kiwanda. Mpaka ataambiwa aende Dodoma, atazungushwa mpaka atakata tamaa kufungua kiwanda. Lakini nchi kama Rwanda, mtu anaweza kufungua kiwanda, anaweza kuapply na kuanzisha kiwanda chake kupitia smartphone yake mkononi. Nchi kama Kenya, kijana anaweza kuanzisha kiwanda kwa kuapply na kufuata procedure namna gani anaweza kuanzisha kiwanda. Na hata malipo kwenye uanzishaji wa kiwanda, nchi kama Kenya, nchi kama Rwanda, ni very easy.
Ndani ya wiki moja mtu anaweza akaanzisha kiwanda, kwa sababu nchi ile zinaamini kwamba kukiwa na uzalishaji mkubwa katika nchi, tutaendelea kuexpand ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Kwa ni wakati wa serikali yetu kusikiliza mawazo mbadala, hata kama hawayapendi, wayasikilize kwa ajili ya kuokoa maisha ya vijana wa nchi yetu. Na washukuruni sana.